Jamaa katoka zake mini market kakamata chakula, amekaa na kula baada ya siku ndefu sana ya kazi. Yeye ni mtu wa delivery. Peleka chakula huku, chukua kamzigo kwangu, kawaishi kwa jamaa na mambo kama hayo. Kwa hiyo kila time ni mtu ambaye yuko busy sana. Akipata nafasi ya kutulia ni kidogo sana kama hii ambayo tunaona. Lakini punde simu ikawa inaita pembeni. Lakini si simu ya kwake, ila kama kuipokea tu hata hivyo. Kumbe hiyo simu ilisaulika. Hivyo anaomba basi aifikishwe kwa mhusika. Jamaa anasema kwamba ni mtu ambaye ana mambo kibao sana. Hawezi kufanya shughuli ya kwenda kupeleka simu, aache mambo yake. Mwanamama upande wa pili anamwambia basi wewe leta tu, mimi nitakulipa uone 300,000 kama usumbufu. Alipopiga mahesabu akaona mbona kama ni hela nzuri sana. Hivyo basi akaamua kuifikisha, lakini address ikae na utata sana, maana inatokea kwenye handaki, alafu anaambiwa kwamba aiache hapo hapo, akachukua na ujira wake kisha akaondoka. Siku kadhaa mbele polisi wanakuja wakimkamata kwa kosa la kubaka na kuua. Wanaambia kwamba una haki ya kunyamaza na chochote kile ambacho utakisema kitatumika dhidi yako katika mahakama ya kisheria. Imekuwaje tena? Inaitwa The Manipulated. Karibu sana. Recap wako inaitwa Winani. Make sure to subscribe ili kuweza kuwa mwanafamilia wa vitu kama hizi na kupata notification za updates za recap kila ninapoziachia. Sasa act za kwanza za episode 1 zinatambulishwa kwa jamaa anaitwa Park Tae-jong. Huyu jamaa ni delivery man ambaye anafanya kazi mchana na usiku kufanikisha elimu ya mdogo wake anaitwa Tae-jin. Lakini sio hivyo tu, anapanga kufungua mgahawa wake mdogo ambao anahangaika sana kuupamba ili uweze kukaa sawa, akisaidizana pamoja na marafiki zake na mpenzi wake anaitwa Suji. Tae-jong kimsingi anaonekana kama mkarimu sana na mwenye msaada sana kwa watu, na kila mtu anaonekana sana kuvutiwa naye yeye kama delivery man anayefanya kazi kwa bidii sana. Sasa siku moja wakati akipumzika anapokea simu ambayo si ya kwake. Mtu aliyepoteza anamwomba amfikishie kisha atamlipa 300,000. Akakubali akianza kwamba itamsaidia yeye pamoja na kulipa ada ya mdogo wake. Lakini mara ile address ikaishia kwenye handaki tu. Sasa ni nani ambaye anakaa katika handaki? Na mwanamke huyo anaeleza zaidi kwamba hayuko tayari kukutana na strangers, kwa hiyo aiweke tu humo kisha achukue malipo yake. Basi akafanya kama alivyoelekezwa kisha akaendelea na maisha yake kama kawaida. Siku kadhaa mbele polisi wakaingia kwake katika mgahawa wa bustani na kumkamata kwa kosa la kumuua mtu. Wanaambia kwamba unakamatwa kwa tuhuma za ubakaji na mauaji na una haki ya kukaa kimya. Chochote kile ambacho utakisema kuanzia sasa kinaweza na kitatumika dhidi yako mahakamani. Tae-jong amechanganyikiwa sana, anasisitiza kwamba yeye hakufanya kosa lolote. Anaambiwa zaidi kwamba mwanamke mwenye umri wa miaka 20 alipatikana ameuawa na kukatwa viungo vyake karibu na handaki kando ya mto Han, na Tae-jong anaaminika kuwa mshukiwa mkuu. Wakati wa mahojiano anadai kwamba yeye hajawahi kumuona na hajui chochote kuhusu mwathiriwa. Anaapa kwamba hakufanya hivyo na anaamini kwamba kutakuwa kuna kosa katika upande wa upelelezi hapo polisi. Wapelelezi ni wazi kwamba hawamwamini kijana na wanaambia kwamba unasema uongo. Hivyo mambo yakasonga, vipimo vikafanyika na habari zikasambaa na kushtua kila mtu. Mpenzi wake aje kumtembelea baadaye akiwa mahabusu, lakini jamaa anakiri kwamba hajafanya lolote la sampuli hiyo na kwamba anasingiziwa tu. Basi hilo jambo likampa amani sana mwanamke wake, hivyo haraka kamwajiri mwanasheria na kuhakikisha anafanya juu chini ili mtu wake aweze kutoka salama. Na Tae-jong naye anatakiwa akasimame mahakamani kusikiza kesi ambayo inamkabili. Japo yeye anajua kabisa kuwa hajafanya lolote lile, lakini ana matumaini kibao ndani yake. Marafiki zake na mchumba wake wote wako nyuma yake wakimsupport. Kwenye kukusanya evidence ikabidi basi awape marafiki zake location ambazo alikuwa, ili basi ionyeshe kwamba siku hiyo hakuweza kuua mtu kwa ubizi aliyokuwa nao. Basi wakakusanya na picha, ushahidi, mashahidi hadi footage za CCTV kusupport dai la mtu wao, na kila kitu kikaa kama Tae-jong alivyosema. Mpaka hapo Tae-jong mechi yake ilikuwa ishaanza 3-0. Hadi lawyer akawasifia sana kwa jitihada zao. Basi siku ya kusikizwa kwa kesi yake ikafika, na Tae-jong na timu yake kwa kifua mbele wako pale wakijua swala lishaisha mpaka hapo. Maana ushahidi alionao una support dai la kwamba yeye ni delivery man tu, asingeweza kufanya kitu kama hicho. Basi kesi kaanza kunguruma, na kweli aliyosema bwana mdogo ndo yale wakili mwingine anayosema yako sahihi kabisa, lakini hiyo ratiba yake ikawa na matubu kwenye baadhi ya maeneo. Alideliver package kwa mtu, lakini alikaa dakika 7 nzima. Ni nani ambaye anadeliver mzigo kwa dakika 7? Jamaa anasema kwamba alitaka kutumia lift, ikawa na kamzuzu, kwa hiyo akaamua kupanda kwa ngazi tu kufikisha mzigo, lakini pia aligundua kwamba ua limekaa vibaya, hivyo akaamua kulirekebisha eneo ili liweze kukaa vizuri. Hiyo ndio sababu alitumia dakika nyingi sana kudeliver mzigo. Sawa. Na hapa ambako CCTV inakuonyesha namba mabegi ambalo haionekani ukilifanyia delivery. Anasema alikuwa akimsaidia mzee mmoja kulipandisha kwenye kimlima, maana alikuwa ni mzee sana, asingeweza kufanya yeye mwenyewe. Wakili anaambia sawa, begi hilo ndio lilotumika kusafirisha mwili wa dada aliyofariki na ilipatikana karibu na mwili uliotupwa. Tae-jong akaishia kuchanganyikiwa tu zaidi. Hajakaa sawa, anaulizwa kwa nini alikuwa na simu ya mtuhumiwa.
Anasema yeye hajui lolote, kumbe ile simu aliyopokea ilikuwa ya huyo bidada aliyofariki. Taejong kusema za ukweli anasema ukweli wote ambao yeye anaujua, lakini mahakama inaamini kwa uthibitisho huo yeye ndo aliyomuoa dada. Alafu juu ya hapo ushahidi mwingine tena ulioonekana kwamba sehemu ambapo unyama huo ulifanyika Taejong alipeleka delivery siku hiyo hiyo, na pia baadhi ya viminika vya mwili wa Taejong vilikutikana hapo pamoja na bangili yake aliyokuwa amevaa. Taejong licha ya yote hayo anasisitiza kwamba yeye ni mweupe kabisa, hajafanya lolote. Mahakama ikaona anafanya utani, hivyo akachukuliwa na kurudishwa kwenye selo huko. Siku kadhaa mbele Suji akamtembelea na kumpa taarifa kwamba lawyer wake ameamua aachane na hiyo kesi, maana imekuwa nzito kama kesi ya uhaini. Lakini kufika wakati huu Suji naye alikuwa kama vile ameanza kumdoubt jamaa, maana kama mpaka bangia aliyompa ilipatikana kule, basi jamaa anaweza kuwa kweli muuaji. Taejong kinyonge Sara akachukuliwa na kupelekwa gereza la watu ambao walishindikana na wenye adhabu nzito sana sababu ya makosa ambao wameyafanya. Lakini imekuwaje evidence ziendane kabisa na matukio ya Taejong? Ni nani hasa aliye nyuma hii scheme ya kumsingizia jamaa? Na je, Taejong ndiye the manipulated? Basi maisha ya gereza yakaanza, na hapa tuonyesha utaratibu wa kila siku gerezani, ambapo Taejong hubidi kuupitia kama wengine tu. Muda si mrefu public lawyer anaitwa Kim Sang-rak anakuja kumwona Taejong, anasema kwamba aliona kesi yake na akaona ni ya kutilia mashaka, kwani kuna vitu haviko sawa kabisa, na anaahidi kumsaidia. Taejong kumpa details pale wajue kwamba wanaanzia wapi. Anasema tu anakumbuka aliangusha bangili yake chumbani kwa Taejin alipokuwa anataka kupumzika. Hivyo Sang-rak anataka kumtembelea Taejin apate japo lolote la kujua ili ajue kwamba anamsaidiaje Taejong. Taejong huko yeye akawa anaanza kupata matatizo, mara anaburuzwa hadi kwa bosi wa magereza, jamaa anaitwa Yodoksu. Lakini muda mwingine akawa anapigwa sana na wafungwa wengine. Sielewa issue kama hizi utoki hivi hivi. Wakili naye alipokuja akaja na habari mbaya kwamba mdogo wake Taejin aliishia kujiua tu na kuacha barua iliyosema kila kitu kilikuwa kizito sana kwake kuhendo. Maana hata wazee wao nao walikuwa wameshafariki. Taejong akaishia kuvunjika moyo sana, maana marafiki hawawezi msaidia, mchumba wake ameamua kumwacha tu akihisi kama anadanganya, na sasa mdogo wake amefariki. Ni kama hana mtu wa kumtegemea tena. Mambo hayo yote yakasababisha na yeye kujaribu kujitanguliza kwa Muumba mara kadhaa. Lakini siku moja akatembelewa na mfungwa mwingine anaitwa Yongshik, ambaye ni mhudumu wa kanisa la magereza hapo. Anamkaribia kijana, anampa faraja na kumwambia ajishughulishe na kutafuta njia za kuishi hapo gerezani. Baada ya hapo Taejong basi akapata moyo wa kusonga, akaanza kufanya mazoezi, kusoma vitabu na hata kuhudumia bustani. Lakini hiyo haikufanya uolevu uishi na vipigo vikawa pale pale. Lakini Taejong akanuia kukomaa, hata akapata vyeti kadhaa kutokana na masomo anayofanya. Ikafika hatua akaanza kusoma na Biblia kabisa. Basi maisha yakasonga ya Taejong pale gerezani mpaka sasa ni miaka 5 baadaye. Tunatambulishwa kwa jamaa mmoja anaitwa An Yohan, mtu wa ajabu sana ambaye bado hatujui kwamba issue yake ni nini hasa, lakini ana setup kubwa sana ambayo inampa access kwa maelfu ya kamera za usalama. Alafu kwenye simu anaambia mtu anayelonga naye kwamba atalishughulikia hilo swala. Gerezani huko Taejong sasa amezoea maisha tayari, ameshakubaliana na fate yake. Hata kuna mlinzi mmoja pisi sana akawa na mazoea naye, hata anaomba basi atunze moja ya mimea yake. Baadaye rafiki yake Yongshik anamwendea na kumpa Taejong keki, kisha anamuuliza kwamba muda wake umeisha na anatoka siku za mbeleni. Hivyo Taejong akamshukuru sana kwa msaada na maneno ya ukarimu aliyompa akiwa pale gerezani, kisha wakaagana. Taejong kisha akachukua nafasi ya Yongshik kama mhudumu pale madhabahuni. Siku zimesogea, akaja mfungwa mpya, utaratibu ukawa ule ule, kupigwa vya kutosha. Taejong basi akajaribu kumpa keki na Biblia ambavyo Yongshik alishaye kumpa. Ndio jana kueleza hadithi yake, Taejong anashangaa kwamba mzigo ni ule ule kama kwake. Ndio anasema yani, nisingepeleka ile simu kwa wale waliopoteza nisingekuwa hapa. Alafu juu ya hapo anamwambia kwamba kuna wakili alikuja kunisaidia, lakini siku kadhaa akaja kuniambia kwamba mama yangu ameshajiua sababu yangu. Taejong ananiambia samani, anaitwa nani umesema? Ndio anasema anaitwa Kim Sang-rak la Lake. Taejong akakumbuka ndo ile ile mbwa. Kumbe ilikuwa anachezea akili, lakini akusema chochote kwa dogo, maana hataki ampe pressure. Lakini haikusaidia, maana asubuhi yake kijana alikuwa amefariki akiwa amejisuffocate kwa kutumia kurasa za Biblia ambao Taejong amempa. Taejong ikabidi basi awasiliane na Kim Sang-rak, akajifanya ana taarifa mpya, kisha akamuuliza habari kuhusu huyo mfungwa mpya na kumuuliza jinsi alivyomharibia maisha yake. Kijamaa gundua kwamba kimekamatwa, basi kikakubali kwamba yeye ndo aliyemuua Taejong na Taejong hakujua yeye mwenyewe. Pia na mama huyo mfungwa yeye ndo aliyemuua. Anapoondoka Kim Sang-rak anampigia simu mtu na kumwambia kwamba wanahitaji kufanya clean up. Taejong naye akaamua kwamba enough is enough. Anaambia kasisi wa gereza kwamba hawezi tena kuwa msaidizi wake, kisha akachomoa msumari kwenye moja ya viti vya pale kanisani. Uraiani huku inaonekana mnalo unafanyika. Sanamu ya msanii anaitwa Aledi ndio huko kwenye kunadiwa ili wenye sasampa zao waweze kupita nao. Yohani tuliyemwona mwanzo kumbe ni moja wa madoni hapo Korea.
Sema yeye anafanya mchakato huo mtandaoni, ananunua kipande hicho, anashindana na mwenyekiti Shin Myung Ho. Jambo likaenda, ulipofika wakati wa mapumziko, Yohani anapigiwa simu na mwenyekiti. Kumbe mwenyekiti Shin anajaribu kupata sanamu hiyo kwa ajili ya kumpa Yohani, na hivyo akipanda bei mtandaoni, basi na jamaa naye anabidi apande bei tu, hana namna, ili basi aweze kidhi takwa la Yohani. Kwa nini? Sababu hiyo ni malipo kwa Yohani, sababu alimkinga mtoto wa mwenyekiti kutokana na matatizo fulani. Dau likapanda mpaka likafika hatua mwenyekiti akabidi kununua sanamu ile kwa bilioni 6 won. Mpaka watu wakawa wanashangaa kwamba jamaa anapopanda bei hivi ni sanamu hii ama kuna jambo lingine ambalo jamaa alijua afisi atulijua. Yohani mwisho wa siku basi akapokea sanamu hiyo na kuongeza kwenye mkusanyiko wake mkubwa sana wa sanamu, ambazo zote zinajumuisha collection ya jamaa anaitwa Aleris. Kisha anamuita mwenyekiti na kumwambia kwamba mbuzi wa kafara aliyekubali kuanguka kwa ajili ya mwanae alikuwa amefariki huko gerezani. Huyu ndiye mtu yule yule aliyejiua kwa kurasa za Biblia kama wakumbuka. Sasa wakati wa mkutano wa kampuni siku inayofuata, Yohani anapigiwa simu na Kim Sang-rak ambaye anamwambia kwamba anahitaji mambo kusafishwa. Gerezani vijambo vinaendelea. Wanaume wa Yeok-duk-soo wanajaribu kumpiga Taejong tena. Wakati huu Taejong anahakikisha kuwapa dozi yao na kumwonya Deok-soo aweze kumwacha. Uraiani huko Yong-shik anaendesha karakana kutengeneza vifaa vya kielektroniki. Binti yake anaitwa Eun-bi anaingia dukani na kuchukua pesa kidogo alizonazo. Ni wazi kwamba wawili hawa hawana uelewano mzuri kabisa. Punde kasisi kutoka gerezani anafika pale na kumwambia Yong-shik kwamba Taejong amerudisha Biblia ile ambayo alimpatia. Deok-soo gerezani kafura sana sababu ya kiburi ambacho dogo Taejong amemuonyesha hapo majuzi. Punde mfungwa mwingine anaitwa Gang Jae anawasili, naye anapenda sana michezo ya kunyanyasa watu ndani, na wawili hao ni mahasimu wakubwa sana, hivyo kila mtu ana genge lake. Wawili hao wanasalimiana lakini kinafiki tu. Kisha Deok-soo anapelekwa kukutana na mlinzi mkuu ama warden wa gereza, ambaye naye anamwomba apunguze moto kwa muda. Anasema wanachunguzwa kutokana na tukio la mtu kujua hivi karibuni. Badala yake mlinzi anapea Deok-soo kwamba atampatia wahalifu wawili masimpo sana kwenye seli yake ili kulipia kwa muda huo ambao anabidi akae kimya. Deok-soo anakubali, lakini baadaye tu anaambia mmoja wa watu wake amshambulie Taejong, kasau yote ambao ameshaambiwa na warden. Yong-shik anamtembelea Taejong na kumuuliza kama kila kitu kiko sawa. Taejong anakiri kwamba amepanga kutoka gerezani. Kumbe mpaka hapo Taejong ametathmini kwa uangalifu kwamba facility hiyo na kuamua kuwa atatoroka wakati wa mabadiliko ya zamu za walimu. Ana muda wa nusu saa tu ambapo anaweza kutoroka, lakini kwa hilo anahitaji kupewa kazi ya usafi katika zone B ya gereza. Jioni hiyo Jin Yong anapewa jukumu la kufanya usafi katika seli ya Taejong. Anajaribu kumuua lakini Taejong anamshinda kwa urahisi tu. Siku iliyofuata Taejong akakaa chini na Deok-soo na kumwambia aache mchezo wake, lakini Deok-soo anakataa na kuanza kumshambulia Taejong, lakini mlinzi mmoja akampiga laser gun na kisha wakampeleka kwenye solitary confinement akae mwenyewe, ambayo kumbe ilikuwa ni mpango wa Taejong kabisa tangu mwanzo, ili jamaa basi asiweze kumwingilia kwenye mpango wake wa kutoroka. Basi baada hapo akafanya vinjia vyake ili aweze pata namna ya kuwa moja ya cleaners pale kwenye zone B ili aweze kutoroka. Muda wake ukifika akapangilia kila kitu chake vizuri kwa ajili ya kutoroka. Shida aliyoipata sasa siku hiyo ilikuwa ya watu kupigwa chanjo, na tayari Yohani amepanga mtu atakayekuja kama daktari alafu ampige sindano ya sumu Taejong aweze kufariki. Sasa wakati kila mtu anaenda kwenye chumba cha wagonjwa kwa ajili ya chanjo, Taejong akabaki nyuma katika eneo la karakana ya mitambo ili kurekebisha engine moja ya gari la mlinzi. Mlinzi alipoondoka kwa ajili ya chakula cha mchana, Taejong akatumia zana za karakana kuchonga funguo kutoka kwa umbo alilotengeneza kwa kutumia ule mchoro uliojiweka katika sponge alipokanameza funguo ili umbo liweze kujitokeza pale. Akimaliza shughuli yake sasa anarejea kwenye seli yake mpaka muda wa kutoroka akajikuta kwenye majanga ya jamaa anaitwa Gang Jae na watu wake. Wanamletea giza pale. Gang Jae anaofa waungane ili aweze kumwangusha Deok-soo, lakini Taejong akagoma. Jamaa anaambia usijali, take time kufikiri afu taniambie. Kule kwenye seli yake amefika akakuta mlinzi anamsubiri. Anaambia kuna fight kubwa sana imeandaliwa siku inayofuata na anatamani sana Taejong aweze kuwepo, maana hayo mambo anayamudu sana siku hizi. Kwa nini? Hamwambii hivyo kwa sababu ya mapenzi, bali sababu amembetia hela nyingi sana, na hivyo anaambia kwamba amemtuma mtu mwingine kuchukua chanjo badala yake, yeye ajitulize tu na aifue kwa ajili ya kesho. Siku ilipofika, ofisa akampeleka Taejong kwa ajili ya mechi ambapo kundi kubwa sana la wababe wa gereza watapambana mbele ya warden wa gereza. Lakini Taejong anapanga ku prison break na tayari ni 9 alasiri, bado kama dakika 30 tu, hivyo akampiga jamaa chap chap na kuondoka zake. Lakini akaishia kulaza vichwa tu, vikozo vikawa vingi. Afisa Yang naye amegundua kwamba hakupigwa chanjo, hivyo akamleta daktari kwenye seli ya Taejong kabisa. Daktari anamdunga sindano safi, sema hii ilikuwa ya rangi ya pink, tofauti kabisa na zile ambazo wengine walikuwa wamepigwa. Wakati huo muda wa Taejong wa kutoroka
ukawa unaendelea kuwa mfupi. Jamaa akicheki muda wake unazidi kupungua sana tu. Kwa hiyo episode ya Aisha, daktari anampiga sindano jamaa, lakini Taejong akiangalia muda wake aona ni muda ambao unaishia kabisa na imebakiza sekunde chache tu kwa ajili ya kufanya shughuli yake ya kutoroka. Asante sana kwa stream hii recap. Mimi naitwa Winani, natumai umependa sana. Na kama kuna lolote lile basi usisite kuniambia kwenye comments hapo chini. Ni matumaini yangu pia umesubscribe katika channel yetu mpya ya filamu za Kiingereza ili kuendelea kufurahia uondo huu. Lakini kama bado, nimeweka kama collaborator pamoja na link yake kwenye comment, basi ifikie na kusubscribe, utakuwa umetisha kinoma noma. Asante sana.